Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini pia niwashukuru waandaaji wa tamasha hili ambalo limelenga kuwaleta vijana pamoja, kwa maana ya kwamba ni Pamoja Dances Competition. Kusema ukweli, ni tamasha ambalo linakuja kuleta mabadiliko ndani ya mkoa wetu wa Singida, na kwa maana hiyo tamasha hili sisi kama TRA tumeliona ni zaidi ya mashindano ya kucheza na jukwaa, na tukaliona kwamba ni jukwaa la kukuza vipaji, kujenga umoja na kutoa mchango katika maendeleo ya kiuchumi ya vijana wetu. Na ndiyo maana TRA tumeona umuhimu wa kushirikiana na vijana hawa katika kuwadhamini, tukitambua nafasi kubwa ya vijana katika kujenga uchumi wa taifa letu. Ni ukweli usiopingika kwamba vijana wengi wa kizazi hiki cha sasa wamekuwa wakishiriki katika shughuli mbalimbali kikamilifu kabisa katika sekta za burudani na uchumi wa kidijitali. Wengi wameanzisha biashara zao za kidijitali, wameanzisha biashara ya kimtandao. Wengine ni washawishi wa kidijitali ambao tunawaita ni digital influencers, waandaaji wa maudhui, content creators, wanamuziki, waigizaji, wapiga picha na wajasiriamali wadogo wadogo kama alivyosema muandaaji hapa, ikiwemo na madancers, kwamba hili tamasha litawaleta pamoja. Sekta hii ya ubunifu inazidi kuchangia katika pato la taifa, ajira na maendeleo ya jamii. Kwa kutambua mchango huo, TRA tumeona umuhimu wa kutumia jukwaa hili kuwaelimisha vijana hawa, hasa kuhusu umuhimu wa kusajili na kuwa na tini, kwa maana namba maalum ya mlipa kodi, kudai umuhimu wa kudai na kutoa risiti katika shughuli za kibiashara, ikiwemo biashara za mtandaoni na katika shughuli zao wanazozifanya, ikiwa ni shughuli za kimuziki, uimbaji, utengenezaji wa keki na makundi yote ambayo yameyataja, ambayo yatajumuishwa hapa bila shaka na shughuli zao za kiuchumi, ambazo tunaona sisi kama TRA ni muhimu kuzitambua. Lakini pia tumekuja hapa kuwaelimisha, tunalenga kuwaelimisha, tumeamua kushiriki hapa kuwaelimisha vijana hawa ili waweze kujenga tabia ya kudai ya kulipa kodi kwa hiari kama sehemu ya uwajibikaji na uzalendo kwa taifa lao. Tunataka vijana waone kwamba kulipa kodi si mzigo, bali ni sehemu ya uwekezaji katika ndoto zao na maendeleo ya taifa. Kodi ndiyo inajenga mazingira bora kwa sekta za burudani kustawi, kutoka kwenye miundombinu, elimu, huduma za kiafya hadi fursa wanazozitumia kila siku. Kwa hiyo tumeamua kufika hapa kuwaelimisha ili kusudi waweze kuona kwamba ili kusudi waweze kusonga mbele, waweze kwenda vizuri, ni lazima waone umuhimu wa kuwa na tini, waone umuhimu wa kulipa kodi kwa hiari bila kuwalazimisha. Tutawaelimisha katika maeneo hayo. Na sisi TRA kama TRA sasa hivi tuna mradi mkubwa unaoendelea. Tuna dawati tumezindua ambalo linakuwezesha biashara. Linalenga kuwalea vijana, kuwawezesha. Kwanza tutaanza, tutawatambua, tutawawezesha, tutawalea na tutawaonesha fursa zilizopo katika biashara. Na lengo la dawati hili sio kuwatoza vijana kodi. Lengo la dawati hili ni kuwaonesha fursa zilipo. Tuwaunganishe na taasisi za kifedha, wale ambao wanakwama, watuambie wanakwama wapi. Kama mtu anasema bwana, mimi nataka kufanya biashara lakini nakwama kupata leseni, tumpe taratibu za kupata leseni na tumpatie kiliali aweze kwenda huko aweze kupata. Kwa hiyo tumeona kundi hili ni muhimu sana, ndio maana tukaamua kushiriki hapa, kwa sababu ni kundi ambalo linaenda kujenga uchumi wa taifa. Tumeona tuweze tuchipwini, tuwadhamini na tushirikiane nao. Na kwa maana hiyo sasa na sisi tutakuwa na dawati letu maalum katika zoezi hili kwa hizi wiki 8, kwa hizi Jumamosi 8 ambazo watakuwa katika viwanja vile vya chuo cha uhasibu. Na sisi tutakuwepo pale tukitoa huduma, tutawapatia tini bure, tutawaelimisha, tutaweza kuwapa connection za kuungana ni wapi waweze, kama wanakwama sehemu waweze kwenda huko, kama wanahitaji kwenda benki tuweze kuambia wapite njia gani waweze kwenda, na tuwaunganishe na taasisi nyingine za kimaendeleo ambazo wanaweza kupata msaada wanaohitaji ili kusudi waweze kusonga mbele na hatimaye waweze kuingia katika wigo wa kulipa kodi na waweze kuchangia katika pato la taifa. Kwa maana hiyo TRA tunaahidi kwamba itaendelea kushirikiana na vijana katika majukwaa kama haya, tukitumia burudani na ubunifu kama njia ya kukuza uelewa wa kodi kwa njia nyepesi, rafiki na kuvutia. Baada ya kusema hayo, asanteni sana, na tamasha hili liwe na mafanikio makubwa, na kodi yetu ndiyo maendeleo yetu. Asanteni sana.